Tunahitaji kuwa na watu wenye miili mikubwa, lakini pia wana afya za kiroho. Mwambie Yesu, kwa jina la Yesu, ninaomba kukua kiroho, kukua kiroho, kukua kiroho. Ndiyo msingi wa mambo yote. Ukuzi wa kiroho ndiyo msingi wa kila kitu. Tunahitaji kwa jina la Yesu. Na mchungaji, uje uniorozeshe majina ya watu ambao tunawaweka Jumapili kuwa wazee wa kanisa na viongozi wengine. Mimi awamu hii sichagui, kwa hiyo unatakiwa ukae chini na karatasi. Jumapili linafanyika hili, na tunahitaji kubatizwa kwa Roho Mtakatifu kwa kiwango kingine. Yesu aanze kutuma wanawake, na wanawake ni jeshi kubwa. Aanze kutuma wawili wawili, aanze kutumia, aanze kuinua maisha yao kwa jina la Yesu. Omba afya ya kiroho, omba afya ya kimwili, omba afya ya hela kwa jina la Yesu. Kadri unavyokuwa kiroho, ukue pia kiuchumi, ukue pia kiuchumi, ukue pia kiuchumi, kwa sababu kadri unavyokuwa kiroho, majukumu yanaongezeka. Kwa hiyo uchumi wako pia ukue, uchumi wako ukue, uchumi wenu ukue, uchumi wenu ukue, uchumi wenu uwe vizuri kwa jina la Yesu. Inua sauti yako kama umenielewa, kwa jina la Yesu. Uchumi wako pia ukue kama unavyokuwa kiroho na kiuchumi. Kuwe na mabadiliko, kuwe na mabadiliko. Kila kitu inawezekana ukiomba kwa jina la Yesu. Unaomba pia unafanya kazi, unaomba na kazi zinafunguka, na mimi nazifungua kazi kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Natamka maongezeko ya kiroho, natamka maongezeko ya mwili pia. Usiwe tu na mwili ambao umekonda konda, hapana. Lazima yaweko mabadiliko pia kwenye afya yako, lazima yaweko mabadiliko pia kwenye mfuko, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu. Unapotoka mahali hapa, ukaweze kupata, ukaweze kuona uchumi wako unapiga hatua. Usibaki kama ulivyokuwa, usibaki kuwa wa chini, usibaki kuwa wa kawaida. Uongezeke kiroho, uongezeke mwili pia, uongezeke uchumi kwa jina la Yesu. Mambo matatu hayo. La nne ni kutumika. Hatuwezi kutumika tukiwa wagonjwa, hatuwezi tukatumika tukiwa chini kiroho, hatuwezi kutumika tukiwa mifuko haina kitu. Lazima uwepo uwiano mzuri, uwepo uwiano wa kiroho, uwepo uwiano wa afya, uwepo uwiano wa pesa, uwepo uwiano wa mali kwa jina la Yesu. Fungua tu kinywa chako, nguvu ya Mungu itakuwezesha. Usiangalie hali unayoiona, kila kitu kitabadilika. Maana Bwana amesema kila kitu kitaongezeka. Mali yako itaongezeka. We mwenyewe hautakuwa na huo mwili, hautakuwa na huo mwili kwa jina la Yesu. Na kuombea afya ya kiroho, na nakuombea afya ya mwili. Mwili wako uwe vizuri, hata kiuchumi uwe vizuri kwa jina la Yesu. Hata kama si wewe unayefanya kazi, ikiwa ni bwana wako anafanya kazi, ni wewe unafanya kazi, ninatamka afya njema kazini, ninatamka afya njema nyumbani kwako. Pasiwe na mtu wa kuugua ugua, ukapate kwa jina la Yesu. Kazi zako zifanikiwe. Ninatamka baraka uingiapo na utokapo. Unapotoka mahali hapa, kiwango chako cha kiroho kikawe ngao, kikawe usalama wa familia yako, kikawe usalama wa nyumba yako, kikawe usalama wa kazi zako, ikawe ndio usalama wa watoto wako, ikawe ndio usalama wa ndoa yako. Kila roho ya kuvunja mji haitaweza kwa sababu ya kiwango chako cha kiroho. Kila mapepo ya kuvunja ndoa hayataweza kwa sababu ya kiwango. Halafu natamka kukubarika kwa mume wako. Ninatamka kibali sawa sawa na Samueli wa kwanza, akapata kibali. Hicho kibali kiwe juu yako, upate kibali kwenye familia yako, upate kibali kwenye ndoa yako, upate kibali mwanamama, kwa sababu una vita. Yupo anayekutafuta kukuudhi, na kutamkia kibali unapotoka hapa. Uondoke na kibali cha kimungu, uondoke na kiwango kikubwa cha kiroho, uondoke na upako mwingine leo kwa jina la Yesu Kristo. Ninatamkia kibali, macho yako yakawe na kibali.
kibali, uso wako ukawe na kibali, muonekano wako ukawe na kibali, sura yako iwe na kibali kwa mume wako, kwa jina la Yesu. Maana ndipo kuna asili ya amani na utulivu na baraka nyumbani mwako, kwa jina la Yesu. Ninatamka kibali kiwe juu yako, kibali kiambatane na wewe kadri unavyokuwa kiroho, na kibali kiongezeke, kibali kiongezeke, kibali kiongezeke. Unapotoka hapa, harufu yako iwe ni harufu yenye kibali kwa jina la Yesu Kristo. Ninaondoa migogoro, ninaondoa hali ya maudhi kwa jina la Yesu. Pokea kibali, pokea kibali, pokea kibali, pokea kibali kwa jina la Yesu. Pokea kibali kwa jina la Yesu. Pokea kibali kwenye ndoa yako. Uwe mwanamke mwenye kibali, hata kama wakiinuka maadui hawatakutenganisha, kwa maana imeandikwa, mwanaume ataacha wazazi wake, nikabashaka bakete, ataambatana na mkewe kwa jina la Yesu. Mume wako aache wazazi, akaambatane na wewe, akaambatane na wewe kibibilia na kiuchumi, kukawe na ushindi mkubwa, ukawe na amani kwenye ndoa yako. Hakuna kitu kibaya kama kuwa wawili alafu mna ugomvi ndani. Hiyo jambo linazuia baraka. Ninakutamkia kibali, ninakutamkia kibali, ninakutamkia kibali kuanzia leo. Ninatamka kibali kwa jina la Yesu. Ukaonekane sura yako nyingine, ukawe na sura yenye kibali, muonekano wako ukawe ni muonekano wenye kuvutia kwa jina la Yesu. Maana Sara naye alikuwa ni mzuri wa uso, hiyo hali ikawe juu yako, ukaonekane kuwa mzuri kwa jina la Yesu. Ninatamka kibali, kibali kiwe juu yako, kibali kiwe juu yako, kibali kiwe juu yako, kibali kiwe juu yako. Hali ya kukataliwa siwepo kwa jina la Yesu. Pokea kibali, pokea kibali, hata mawazo yako yakasikilizwe, hata ushauri wako ukasikilizwe, hata maombi yako yakasikilizwe kwa jina la Yesu. Unapoondoka hapa katika madhabahu ya urejesho, ninakutamkia kibali, hata sauti yako ikawe na kibali cha ajabu, ikawe na sauti ya kibali, ukawe na sauti ya kibali, ukawe na sauti ya kibali, ukawe na sauti ya kibali kuanzia leo, ukawe na sauti yenye kibali, ukawe na sauti yenye kibali kwa jina la Yesu. Hapa ninatamka sasa kibali kikukalie, kibali cha ajabu, kibali kisicho cha kawaida. Hautatumia nguvu nyingi kuomba. Kabashakabashete, pokea kibali, pokea kibali, pokea kibali leo, upate kibali. Wengine hamna hata biashara, sio kwamba hela haipo, lakini ulishapoteza kibali. Ninakuombea kibali kwa jina la Yesu, ukapewe fedha. Nakuombea kibali, ninakuombea kibali kwa jina la Yesu. Ninakuombea kibali, ninakuombea kibali, hata kama ulikipoteza, ninakuombea kibali leo, ninakuombea kibali leo, ninakuombea kibali. Watu watakuja na ushuhuda Jumapili kwa jina la Yesu. Ninakutamkia kibali kwenye ndoa yako, kibali kwa bwana wako, kibali kwa jina la Yesu. Ukubalike, hali ya kufokewa fokewa isiwepo, hali ya kutukana tukana isiwepo, hali ya kutukana isiwepo kwa jina la Yesu. Shetani anayewagombanisha leo asiweze kwa sababu ya kile kibali, maana upendo usitiri wingi wa dhambi kwa jina la Yesu. Ninatamka kibali kikachochea upendo wa ajabu. Ninatamka kibali, yani unapotoka hapa uondoke na kibali, uondoke na kibali sawasawa na Samueli wa kwanza inabasheketaya ule mstari wa 26. Ninakutamkia kibali, ninakutamkia kibali, ninakutamkia kibali kadri unavyokuwa kiroho, na kibali kikue, kibali kikubwa, kibali kikubwa. Hata kama kuna watu wanakuchongelea watapoteza muda, hata kama kuna watu wanamzunguka huko wanakusemea mabaya watajisumbua. Natamka kibali, 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 kibali kwenye ndoa yako, kibali kwa jina la Yesu, kibali kwa mume wako, kibali kwa jina la Yesu. Maana unapata kibali kwa Bwana. Ninatamka ongezeko la kibali leo hii. Ninaomba kwa ajili ya ukuzi
huo wa kiroho na ongezeko la kibali. Uwe mama mwenye kibali, uwe mama mwenye kibali, uwe mama mwenye kibali. Unapoomba mbingu zisikie. Uwe mama mwenye kibali. Mwenye kukuchafua atachoka sana, mwenye kukuchafua atapoteza muda, mwenye kukuchafua atapoteza, mwenye kukusingizia atajichosha bure. Ninatamka kibali. Uwe na kibali, uwe na kibali, uwe na kibali. Hata kama watu watasema huyu ni malaya, kibali kitakataa kwa jina la Yesu. Ninakutamkia kibali mwanamama, mwanamke wa urejesho. Ninakutamkia kibali. Maneno yako yawe na kibali. Sauti yako iwe na kibali. Uwe na kibali, uwe na kibali, uwe na maneno yaliyojaa kibali, yaliyojaa munyu kwa jina la Yesu. Pokea kibali, pokea kibali, pokea kibali leo. Pokea kibali cha kushauri. Wewe ni waziri wa mambo ya ndani, mshauri wa karibu wa kiuchumi. Uwe na ushauri wa kiuchumi, uwe na mshauri wa kiuchumi kwa bwana wako, ukamshauri mfalme kwa jina la Yesu Kristo. Ukamshauri huyo mfalme, ukamshauri huyo mfalme ukiwa kama queen, ukiwa kama malkia katika familia hiyo. Ukawe mshauri wa huyo mfalme kuhusu miradi, kuhusu kuanzisha miradi, kuhusu kubuni miradi. Ukawe mshauri. Roho ya ufunuo iwe juu yako, roho ya maarifa iwe juu yako, roho ya hekima iwe juu yako. Ukawe mshauri, na ushauri wako ukawe sio ushauri wa kawaida. Pokea, kamata kwa jina la Yesu. Pokea kibali. Kibali ndio kitakachofungua. Hata ukitoa ushauri unakuwa na maana. Kibali, 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 kibali. Wewe ndio mshauri wa huyo mfalme, huyo mfalme wako. Wewe ndio mshauri wa karibu, wewe ndio mshauri wa karibu, wewe ndio mshauri wa karibu. Bwana akupe roho ya shauri, akupe roho ya shauri, akupe roho ya shauri. Pengine hela zinapatikana, lakini kwa sababu hakuna mshauri zinasambaratika tu, hakuna vitu vya maana vinafanyika. Ninatamka kwa jina la Yesu, kwanza pokea kibali kitakachokufungulia mlango wa kutoa ushauri kwa jina la Yesu. Niko kinyume na yule nyoka kwenye maisha yako, niko kinyume na yule nyoka, niko kinyume na yule nyoka, niko kinyume na kila nyoka kwa jina la Yesu. Pokea roho ya Bwana ikaachilie ushauri ndani yako. Kibali, kibali, kibali kikubwa, kibali kitakachofanya mume wako ambatane na wewe, kwa maana imeandikwa ataacha wazazi, hataacha mama yake, hata baba yake hawezi msikiliza, hawezi hata asikilize mama yake, kwa maana imeandikwa ataacha baba yake na mama yake na kuambatana. Akoshaka, natamka iwepo hali ya kuambatana kwa moyo, asiambatane na makahaba, moyo wake uambatane na wewe kwa jina la Yesu Kristo. Kokota anakokuwa, moyo wake uambatane na wewe. Kokota anakokwenda, moyo wake uambatane na wewe. Hata akienda machimboni, hata akienda mwaroni, hata akienda visiwani, hata akisafiri kibiashara, ninatamka moyo wake uambatane na wewe, kwa maana imeandikwa ataacha wazazi wake, ataacha baba na mama na kuambatana na mkewe. Ninatamka hiyo kibali iwe juu yako kwa jina la Yesu. Pokea hiyo, pokea hiyo kwa jina la Yesu. Hata wanaomtafuta hawataupata moyo wake, maana moyo wake utakuwa umeambatana na wewe kwa jina la Yesu Kristo. Ninatamka hizo baraka na ziwe juu yako jioni ya leo kwa jina la Yesu Kristo. Ninatamka hiyo iwe juu yako, iwe juu yako kuanzia sasa hivi, na akakupigia simu na akakuongelesha vile hujawahi sikia katika jina la Yesu Kristo. Ninatamka kibali cha ajabu. Kuna mtu hili jambo linamhusu, kuna jambo la pekee hili linamhusu mtu sahihi, linamhusu mtu hili jambo kwa ukubwa sana, maana nasikia upako huo rika pasheke raba kote, maana umekuwa ni mtu wa kufokewa fokewa, yani umekuwa kama mkosi. Ninakuosha leo hiyo hali ya mkosi iondoke. Pokea kibali, pokea kibali. Moyo wako uambatane, moyo wa mume wako uambatane na wewe. Usiambatane na makahaba, usiambatane na hao, usiambatane na kina Delila, usiambatane na hao wanaotafuta hela yake, usiambatane na hao katika jina la Yesu Kristo. Ninatamka kibali hicho kifanye kazi, kifanye kazi, kifanye kazi, kifanye kazi. Nasikia upako sahihi, maana ile jambo limetoka kwa Bwana. Rika pasheke telebeko shate rakaka pashete. Kuna
kuna moyo unarudishwa kwako, kuna moyo unakamatishwa. Kama shete bakoshete rakakapashekete rekete bakosha. Hata kama mko wawili huko kwenye uke wenza, ninatamka ule moyo unaurudishwe kwako, urudishwe kwako kwa sababu ya kibali. Kwa sababu hiyo, pokea kwa jina la Yesu, pokea kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Moyo wake uambatane nawe mke, uambatane nawe, uambatane nawe kibibilia, uambatane na wewe, uambatane na wewe katika ulimwengu wa roho. Ninatamka hili jambo lifanyike na baraka